Leo tumeweza kusaini mkataba muhimu, mkataba wa kuanzisha kamati maalum ambayo itaratibu mashirikiano ya kiuchumi na kibiashara kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Belarus. Na tumesaini makubaliano haya. Kwa niaba ya serikali nimesaini mimi, na kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Belarus amesaini waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo. Mkataba huu muhimu wake ni kwamba tutakuwa sasa na kamati maalum ambayo itakuwa chaired na sisi mawaziri wawili, na lengo lake ni kwamba tutaratibu sasa mashirikiano ya kiuchumi kati ya nchi hizi mbili. Na kwa upande wa nchi hii ya Belarus ni kwamba wao ni watu ambao wamepiga hatua kubwa sana kwenye maeneo makubwa mawili matatu. Kwanza, katika eneo zima la viwanda, kilimo, wanalima sana, na hususan kwenye swala zima la kuchakata mazao ya kilimo. Lakini la pili ni swala zima la viwanda, na tatu hususan kwenye swala zima la viwanda vya kuzalisha mashine kwa ajili ya kilimo, na hususan matrekta, na baadhi yetu tunatumia matrekta kutoka Belarus. Kwa hiyo tunaamini mahusiano haya yataenda kutusaidia sana katika utekelezaji wa dira yetu mwaka 2050 kwa kuhakikisha kwamba tunapata wawekezaji kutoka nchi ile, lakini pia tunapata uzoefu wa teknolojia na kuweza kuimarisha. Kama mnafahamu, Mheshimiwa Rais wetu ameweka mkazo sana kwenye swala la mechanization ya kilimo, na wenzetu ni wazuri sana katika eneo. Tunahitaji kwamba tutaenda kushirikiana nao vizuri katika maeneo haya. Wenzetu wa TISEZA wana taarifa zao, lakini usisahau kwamba mahusiano ya Tanzania na Belarus ni kama yalisimama takriban miaka 30. Kwa hiyo ni kama tunayafufua. Kwa hiyo tunatarajia kwa kuanza kufufuliwa kwa mahusiano haya, kama ambavyo mmemsikia waziri wa mambo ya nje, ni kwamba waziri mkuu wao anakuja kutembelea Tanzania mwezi Oktoba, na hii ziara yake ya kwanza. Kwa hiyo tunaamini hatua hizi zinaenda kuimarisha zaidi mahusiano katika ushirikiano wetu wa kiuchumi zaidi. Wawekezaji kutoka nchi ya Belarus waje kuwekeza hapa, lakini sisi pia tunaenda kufanya ziara katika nchi ya Belarus kuona fursa ambazo zipo kwa ajili ya nchi yetu, kwa sababu moja eneo kubwa ambalo tunashirikiana nao, kama ulivyoona jana, walifanya mazungumzo na waziri wetu wa elimu. Kwa eneo moja kubwa sana ambalo wenzetu ni maarufu ni kwenye swala la elimu, hususan kwenye engineering, mambo ya technology, na tumekubaliana kuanza kushirikiana katika elimu. Vijana wa Tanzania watakwenda kusoma katika nchi ya Belarus na Belarus kuja kusoma katika nchi ya Tanzania. TISEZA wanaenda kuhamasisha waje kuwekeza, lakini ambacho tumekifanya hapa kikubwa sisi kama viongozi ni kuweka muundo na mfumo wa kushirikiana, ili wataalamu wetu sasa wanapata msingi wa kwenda kwa ajili ya na wataalamu zao kwanza kufanyia kazi haya ambayo tumekubaliana.